Tunasema kuweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Sasa nyumba ya Bwana ndo hii, na tuko kwenye utaratibu huo ya kwamba jinsi gani tunaweza tukapata fedha. Somo hili litakusaidia, unaweza ukaona kwamba ukweli kutoka kwetu kama tunaamua kuweka akiba, Mungu anaweza akatutetea kwamba unapata kidogo au kikubwa, unawekako kidogo kwa ajili ya Bwana. Uwezekano upo. Bwana Yesu asifiwe. Kuweka akiba kwa ajili ya, hebu rudia, kuweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Kwa hiyo wewe moyoni mwako utajiambia weka akiba kwa ajili ya, hebu jiambie sasa, ujitamkie jina lako. Jina lako, naitwa M, naitwa mama fulani. Sema wewe Renard. Sema jina lako, wewe Renard. Wewe Renard, weka akiba kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Wewe Renard, weka akiba kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu Nyakati wa Kwanza sura 22 mstari wa 3 hadi wa 5. Nyakati wa Kwanza 22 mstari wa 3 hadi wa 5. Maiki yangu ipo pale. Maiki ipo hapo. Msomaji mzuri anaweza kanisomea. Biblia inasema hivi: Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya taleba za malango na kwa mafungo na ya shaba, akiba tele isiyo na uzani na mielezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mielezi tele. Daudi akasema, Suleimani mwanangu akali ni mdogo, akali ni mchanga bado na mwololo, nayo nyumba atakayomjengea Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Hebu sema, kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza habari za Daudi. Ni baba mmoja aliyekuwa mfalme wa Israeli baada ya utawala wa Sauli. Na Daudi huyu ni mtu ambaye Biblia inasema alipendwa na Mungu sana. Daudi ni mfalme wa pili kwa ajili ya kutawala taifa la Israeli. Sasa basi, ndani ya moyo wa Daudi utaona huku alikuwa amewiwa kumjengea nyumba. Unaona anavyojieleza hapa, nyumba yenye fahari, si ndio? Nyumba nzuri, nyumba inayopendeza. Ili Mungu ajitwalie nini jamani? Ajitwalie utukufu. Unajua Mungu anajitwaliaje utukufu? Tunapofanya kitu kizuri, alafu watu wanapokuwa wanapita hapa nasema isee, lakini hili kanisa ni zuri. Yaani unashangaa, alafu yule mtu atamka, kwa kweli hao washirika Mungu awabariki. Sifa hizo zinamwendea nani? Mungu, na utukufu unamwendea Mungu. Lakini huyu Mungu aliye mbinguni, huyu anaachilia baraka kwa wale watu wanaofanya jina lake litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tunaeleza habari ya mpango wa maendeleo ya kanisa na ni namna gani tunaweza tukapanuka, maneno haya ya kusaidia asubuhi ya leo kugundua kwamba wapo watu ambao waliwahi kufanya kazi ya Mungu na Mungu akawafanikisha. Na utaona hapa Daudi anapokuwa na maono kama nilivyokueleza, maono ya kujenga nyumba ya Mungu, Daudi anaamua kuwashirikisha na watu wengine na wenyewe wanatoa.
Hakuna kitu cha muhimu katika maisha yetu ambacho tunahitaji Bwana atusaidie ili tupate kibali, na tumekuwa tunaomba ya maombi ya kupata kibali mbele za watu, mbele za Mungu na mbele za watu, ili kufanyikisha maombi yetu. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha jinsi ya kufanya nini? Ya kuweza kujenga nyumba ya Mungu kwa njia ya kumwekea akiba katika vile ambavyo Bwana anatubarikia. Ni vile ambavyo Bwana anatubarikia. Yaani manake linakuwa moyoni mwako. Kanisa letu tuna mpango wa maendeleo. Kanisa letu tunahitaji kulipanua. Kanisa letu tunahitaji kujenga orofa. Bwana Yesu asifiwe. Ya watu wangapi? Tunataka watu 5,000,000 waokoke, waabudia hapa. Sasa mnapoweka maono ya watu 5,000,000, mnakuwa mmeandaa mazingira. Maana wakija 1,000 hapa, kwanza wanaenda choo zipi? Hayo ndio nayaona. Unapokuwa unatengeneza, unaweka malengo, lazima uangalie unawaweka wapi. Watu 1,000 watapaki wapi gari zao? Kwa hiyo lazima uone eneo la parking la gari, eneo la huduma, ofisi za kanisa, eneo la huduma hizi tunapokuwa tunatoka out kidogo, eneo la wababa, eneo la wamama, si ndio? Eneo la ukumbi, ukumbi wa mikutano. Maana watu 1,000 wazee wa kanisa lazima wawe kama 200 hapo. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la ukumbi tunakutanikia wapi? Yaani unashangaa mna kanisa hiki chote ni kikao, ni baraza la wazee wa kanisa, bado mashemasi. Kanisa la TAG leo tunaposema miaka 13 ya moto wa mwisho, leo kienda kwenye vikao, lile baraza la uangalizi tu, kabla ya baraza la uangalizi, kabla hujaleta kamati zao, unaangalia unashangaa, kabla wachungaji hawajaja. Yaani tunaposema baraza la uangalizi, yani kama ni baraza la uangalizi peke yao bila kamati zao. Yaani unaenda Dodoma unashangaa ukumbi unajaa. Na askofu wetu mkuu amekuwa anatutabiria kwamba kanisa linakuwa la TAG. Kwa hiyo tutegemee mafuriko ya watu wanaokuja kuokoka. Na wewe ni shahidi, wangapi wanaletwa na Bwana mwenyewe? Wengine siwaoni hapa. Wanaletwa na Bwana mwenyewe. Kwa hiyo itafikia wakati unashangaa hili ni baraza la wazee wa kanisa. Yaani bado mashemasi wajaja. Sasa kama tuna baraza hili ni la wazee wa kanisa hili, mashemasi watakaa wapi? Wakati tunamaliza baraza la wazee wa kanisa, tunahitaji mashemasi, watakaa wapi? Hapo ndo unaanza kuangalia mbele hapo. Lakini ukiwa namshika hapo, namwambia jirani, bwana vipi? Kwani unasemaje mchungaji? Unasema chukua. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi siamini kanisa kupisha jamii alafu likaenda mbali. Siamini. Naamini wa jamii kuipisha kanisa likaenda mbali, ikasogea. Yaani hiyo ndio imani yangu. Si unanielewa? Kwa hiyo Daudi halikuwa anayo maono ya kumjengea nani? Mungu nyumba. Na ukifuatilia utaona Daudi anapoamua kujenga Mungu, hebu tutaangalia baadaye. Kwa tumeona kwamba Daudi akaweka akiba tele. Sema akiba tele. Sio ndogo ndogo, akiba tele. Utaniambia alikuwa mfalme, akaweka akiba tele. Chuma kwa misumari, hii anajiandaa kwa ajili ya ujenga. Kwa misumari ya tarabe za malango na kwa mafungo na ya shaba, akiba tele isiyo na uzani na mielezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mielezi tele. Daudi akasema, Suleimani mwanangu akali ni mchanga bado na mwololo, nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri. Sema haina budi kuwa nzuri. Nyumba ya Bwana haina budi kuwa nzuri mno. Mseme basi haina budi kuwa nzuri mno. Wamama mnaweza mkaona hapa. Haya mapambo haya, mtu si muamini wa hapa. Yana anawaza mbali, anasema mchungaji, hayo mapambo tunataka tubadilishe. Lakini wewe ulio mahali hapa unaabudu, unaondoka, kuna mtu anawaza madhabahuni. Huyo mtu Mungu hajaacha kumbariki. Haina budi kuwa nzuri mno. Tunahitaji taa za kupamba hapa.
Unanielewa eh? Kwa namwambia mama mchungaji, ukienda kwenye makaru ya Wahindi, mahekaru ya Wahindi, yani hapo unakuta taa za thamani, unakuta vimaua vya thamani vimening'inia, vinafanya mwa 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 mwa. Lakini sisi wapendwa, sisi nyumba ya Bwana ni ya kuja na bisukuti na takataka, unakula unatupa humo, unafanyaje? Yani mkimaliza ni vurugu mechi, unakuja Jumatatu kanisa alieleweki. Hebu acha hizo bwana, mwambie mwenzako acha hizo. Nyumba ya Bwana inapaswa kuwa nzuri mno. Bwana asifiwe. Na rangi mwaka kesho tunabadilisha, tunalinyu. Haya mabati na nyewe tulikuwa tunataka tuyatoe, lakini bado tunangaa kama sasa mabati gharama zote, kwani tusiongeze nguvu? Ndio maana tukafanya hivi ili usione mabati yetu. Sura tumebadilisha, tukaweka light blue. Ukija utakuta white. Ukija utakuta all, yani zote rangi zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, nyumba ya Bwana ni ndogo hii, lakini ni nzuri si nzuri? Ni nzuri sio nzuri? Mhubiri ni mzuri sio mzuri? Mama mchungaji ni mzuri sio mzuri? Wewe ni mzuri sio mzuri? Pendeza katika nyumba nzuri ya ibada. Sema mimi ni mzuri na ninaabudia mahali pazuri, na moyo wako utengeneze uwe mzuri, wasije wakapanga wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jiambie, we moyo wangu uwe na nia ya kufanya nyumba iwe ya Mungu iwe nzuri. Kuanzia leo anza kuweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si hata nikimaliza hapo umeshanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ni wakati gani? Ni wakati gani wa kumwekea Mungu akiba? Ni wakati gani? Unasema mchungaji, nitakapobarikiwa, nitakapofanikiwa, nitakapofanyaje? Hebu tuangalie sura ya 22 mstari wa 14, hiyo Nyakati. Sura ya 22 hapo Nyakati 14. Wakati gani sasa tupate hela? Najua mchungaji analileta ili hatujawa tayari, hatujafanya nini. Anasema basi sasa tazama, katika shida yangu nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana talanta 1,000 za dhahabu na talanta 1,000 za fedha na shaba na chuma isiyo na uzani, kwa vile zilivyo tele miti tena na mawe. Nimeweka akiba mawe, nimeweka akiba, nawe utaweza kuongeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo manake Daudi anatoa hivi vitu tele mbele za nani? Mbele za Bwana, kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Unajua hii nyumba ambayo Bwana Daudi anataka kujenga, moyo wa Daudi ulitaka kujenga, lakini Mungu anamwambia Daudi, wewe umemwaga damu nyingi sana kwenye vita. Utawala wa Daudi ulikuwa upinzani sana. Kwa hiyo Mungu anamwambia Daudi, umemwaga damu nyingi sana, wewe hutonijengea. Atakayejenga atatoka kwenye viuno vyako. Kwa hiyo unaona Daudi pamoja na kwamba alizuiliwa asijenge, yeye akaanza kutunza akiba. Bwana Yesu asifiwe. Ili watu wa Mungu likiingia ndani ya mioyo yetu, nataka nikwambie, kila muamini akajua, akabeba malengo ya kanisa, akayabeba moyoni mwake. Nataka nikwambie tutafanya mambo makubwa. Ukapata shilingi, yani hata kama ni 500, tuna akaunti sasa hivi. Yani wewe una shilingi 1,000 unasema nitumie kwenye akaunti ya kanisa. Alafu unatuletea risiti, unaleta kwa madam, risiti hii hapa, nimetuma 1,000 yangu moja. Yani wewe unaiona ni ndogo, ni nyingi. Aya, sasa hebu niambie hapa kwa mwezi hapa, kila mwezi hapa, wote mliokaa, yani na watoto weka walio hapa, kila mwezi, si ndio? Tuseme kila ibada Jumapili, kila mtu aje na 1,000 hapa. Tuna shilingi ngapi? Eti piga mahesabu ya kawaida, kwamba mimi nitampa Baraka 1,000, nitampa Joshua 1,000, nitampa Rafu 1,000 kila Jumapili. Na tuna 200,000 kila mwezi. Alafu sasa mimi siwezi kumtolea Mungu 1,000 kwa mwezi, kwa wiki.
Siwezi kuitoa hiyo. Nasema mimi nitatoa zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wakati gani? Anasema basi sasa tazama katika shida yangu. Yaani pamoja na changamoto ambazo Daudi alikuwa anazipitia, tunaelewana watu wa Mungu, pamoja na changamoto ambazo Daudi alikuwa anazipitia, baada alikuwa na nafasi ya kufanya nini? Kwa hiyo unaweza ukasema mchungaji, napita kwenye changamoto. Naomba mtu afungue dirisha hili, pate hewa. Unaweza ukasema napita kwenye changamoto, sina hela, ninajua. Lakini hiyo hali tumekuwa tunaomba jamani. Nyie si mnasikiaga maombi naombea hapa kanisa wabarikiwe. Watu wa Mungu wabarikiwe. Naamini wewe umebarikiwa. Naamini wewe umebarikiwa. Naamini wewe umebarikiwa. Jumatano, Ijumaa kuna andiko moja nilifundisha hapa. Ijumaa nikakwambia Mungu ni tajiri kwa wote wamuitao. Haya maandiko unayabeba. Mungu ni tajiri kwa wote wamuitao. Aisa, unajua bwana, Biblia wakati mwingine tuandiko tunatia moyo. Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10, ni Warumi sura ya 10 anasema hivi. Tuanze Warumi 10 mstari wa 12. Anasema kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamuitao. Unajua, yani hili andiko ni kama wakati ninasoma nikafunguliwa macho. Hivi kumbe ni Mungu ni tajiri kwa wote. Kwa hiyo wasiomuitao ndio wanapaswa wawe maskini. Unaelewa? Wale ambao hawana mpango wa kumuita Bwana, hawana mpango wa kumtumikia Bwana, ambao hawana mpango wa kumtumikia, wa kumwabudu, wa kuokoka, hao ndio wanatakiwa wawe masikini. Mungu wetu sisi ni tajiri. Tunapomuita Mungu, tunamuita Mungu ambaye ni tajiri. Hivi wengine mnafikiri tunamwabudu Mungu maskini? Mwelewe Mungu alivyo. Ni tajiri kwa wote wamuitao. Alafu unaweza ukawa masikini kwa sababu haumuiti, si ndio? Unaweza ukawa hapa umeokoka, lakini una muda wa kumuita. Katika Mithali 8 ni 16 na 17 nafikiri. Anasema ninawapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko, tena utajiri udumuo. Hivi wangapi wana account benki? Hebu inua mkono juu. Najua nalo mchungaji unaweza ukawa unahubiri, kuna wengine benki wana pasiki yake. Inua mkono juu. Inua juu nione. Amen. Wengine mbona mnashikana? Wengine jifunze mna vibubu. Vibubu vinabomolewa wakati wowote. Yaani kibubu, ngoja nikwambie watu wa Mungu. Mimi nimejifunza. Bwana, ngoja nikwambie. Hela ikai. Alafu hela ya kukaa mfukoni, ndugu yangu, inaenda bila utaratibu. Yaani ukigusa huko na 5,000. Tena mwingine unashangaa akiwa na 10,000 na kazini haendi. Maana hiko 10,000 mpaka ale vitumbua, ale juisi, ale barafu zikianza kuisha na anaanza kutafuta kibarua. Wako watu wa jinsi hiyo. Tunaelewana watu wa Mungu? Unajua, tunapoeleza habari ya kumwekea Mungu akiba, tuelezane na ukweli pia kwamba kutunza akiba ni muhimu. Unanielewa? Na kwenye simu usiamini sana M-Pesa, ukigeuka tu nichomolemo 2,000 humo. Lakini benki unaanza kuwaza, unasema kwenda kusumbuka huko na benki, ngoja niache. Alafu Mungu anafungua mlango sehemu nyingine. Hivi wangapi ambao wana roho ya kurizika humu ndani? Hebu nyosha mkono wako juu. Wako wenye roho ya kurizika. Kume ni wewe. Asante. Yaani kuna mtu amepata kamshahara kake, yaani na kazini ataanza kukusumbua. Maana amepata kamsini kake, amepata karaki kake, na anakuwa mzito, anataka awe boss. Tena ukimsasa, mimi ninaona kwanza niende nyumbani. Kwa nini? Nimekumbuka wazazi wangu. Ni 50,000 na mzuzua. Yaani unashangaa mwingine anaaga hata kwenda kwenye msiba ambao haumuhusu. Ni hela aliona, si wadanganyi. Wako watu wenye aina hiyo. Tena kama mabinti ambao wanafanya kazi ndani yao, sisi tumeona majanga. Samani sio neema.
Rehema. Unanielewa hivi? Hamjaona, mjeshaona? Akienda mnadana analeta mpaka kiatu cha mguu mmoja. Yaani maanake alikuwa na hela, yeye anatokiona leta hicho. Hela inamzengua. Lakini kama ungelikuwa umekamatako kidogo, umepata 50 yako, 50,000 mshahara, chukua 30 weka akiba. Unanielewa? Chukua 30 weka akiba, 20 kaa nayo. We kula vitumbua, kula dagaa, yaani unashangaa mpaka na miguu ya kuku pale senta, nipe na hizo kucha. Kucha za kuku. Na hilo ni nini? Ni jicho, weka. Ana nini? Anakaa hela. Alafu anashangaa wengine, njoo nisindikize. Wanaenda mnadani kwa mguu, wanatoka kuna mnada mwingine wapi, wanarudi, anakuja yebo ilishaisha. Nini? Alafu hilo ni siku ya Jumatano na kanisani akanyagi. Lakini hiyo hela, yaani unapoipata, umepata 50 yako, 50,000, unachukua shilingi 5,000 ni zaka ya Bwana, si ndio? Alafu unasemaje sasa 50,000 zaka ya Bwana? Najua kuna unapata 50, wewe na mwingine unapata 30, mwingine unapata laki, namna ambavyo unafanya kazi. Nimetoa wako shilingi 5,000 zaka ya nani? Zaka ya Bwana. Hiyo ni akiba ya kwanza. Zaka ya Bwana. Alafu unaangalia sasa. Zaka ya Bwana imebaki 40 na ngapi? Imebaki 45. Sasa sadaka hiyo huwa ni mtu, ni upendo wake na Mungu, huwa tumpanjii. Unatoka kwa sasa, ngoja nichukue 25 niweke account. Hii shilingi 10,000 ngoja baba nimbariki basi hata na mama yangu kijijini. Sawa? Na ukabaki kama unambariki angalau wakati huo. Iliyobaki sasa ni ya kwako. Nunua hiyo, nunua hako. Mdogo mdogo. Unashangaa wasema kidogo ujaza nini? Haba na haba. Hata watoto wetu hawa, mimi nimekuwa nawafundisha sana. Siku moja Joshua nikampa hela, sema baba wamekuja shuleni. Nipe hela nifungue account. Akasema haina shida, nikampa. Leo kimuuliza anasema hawajawahi kuja. 5,000 yangu iko wapi account? Alishateketeza. Sio na zaka kama alitoa, kama yuko hapa. Nimepiga sana kelele. Baraka akiwa shuleni akaniambia baba kuna account akakata. Kumbe anaweka, akitoka shule anaenda kuchomoa. Ukiweka tunza, weka akiba. Bwana Yesu asifiwe. Ili somo liwe maalum, sio kwa ajili ya akiba ya maendeleo ya kanisa, lakini akiba na yako pia. Ukitoa huko kwenye vikoba, toa yako ya matumizi, toa nini nyingine, weka nini? Inasaidia. Hiyo sijakwambia hiyo akiba ni ya kanisa, hiyo yako. Yaani imebidi hapa, Roho Mungu amenikumbusha, mchungaji usiongelee habari ya akiba ya kanisa, kuweka akiba kwa ajili ya maendeleo ya kanisa na akiba zao. Mtu unakaa hela. Linatokea la kutokea, unaitwa nyumbani, unajua nitaenda benki nitachomo wako, halafu inanisaidia kwenda safari. Sawa? Tunaelewana watu wa Mungu? Hii unabali, kuna baba mmoja aliwahi kustaafu. Yaani akaenda kazini akamwambia leo una staafu. Ndugu yangu. Yaani yule baba kuja kuangalia, kumbe na akiba zote alikuwa anakula. Alikuja analia. Halafu ako kwenye nyumba ya kupanga, anambia mke wangu, nimeambiwa kazi ni staafu. Mstaafu ajui aende wapi, ajui aelekea wapi. Si pensheni zake sio alikuwa amefanya mimi sijui. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuweke nini? Ya kwetu na ya Mungu, sawa Bwana apewe sifa. Sawa Kwa tunasema swala la kumjengea Mungu ni lazima lianzie wapi? Lianzie moyoni. Sawa Linaanzia moyoni, watu wa Mungu. Ndio maana washirikisha somo hili. Ni kama leo naongea taratibu. Tunaelewana? Hebu fungua Wafalme wa kwanza 8:17. Tumeshapasoma Wafalme wa kwanza 8:17. Wafalme wa kwanza 8:17. Swala la kumjengea Mungu lazima litoke moyoni. Kama vitakuwa ni vitu vya mwilini hatutafanikiwa sana. Na tunasema wakati mwingine sadaka iliyo nzuri huwa inatoka wapi? Moyoni. Wafalme wa kwanza jamani, mnabarikiwa au? Amina. Unapoongea kuhusu hela watu
Wa pressure zinapanda. Nitasoma. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 17 anasema. Basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Asante. Unaona ilikuwa wapi? Ni kama kitu ambacho mimi sikudanganya. Juzi niwape ushuhuda. Tulikuwa tumekaa nyumbani na watoto wangu. Sasa wakati tumekaa nyumbani na watoto wangu, haya makampuni mbalimbali ulikuwepo mkutano pale Ikulu. Wanasema wanaleta gawio. Ikaja benki fulani wanasema wanatoa bilioni 10. Ikaja benki fulani hakuna benki iliyotoa bilioni 10, ni kuanzia 10, 20, ngapi 10. Yaani mataasisi makampuni manini gawio la serikali. Yale bilioni, sio milioni. Eti akina Joshua ni bilioni. Ni bilioni, sio milioni, bilioni. Sasa akamwambia sasa mimi ningelikuwa nina simu ya Mama Samia hapa, singempigia tu angalau tutafutie bilioni 1. Sasa ya mahela yote haya atupe bilioni 1 tununue eneo la kanisa. Ninaongelesha watu sasa hivi kama rais angelikuwa anapajiwa simu kama mama. Sasa kwani hizo bilioni walizopokea bilioni wanapungukiwa nini jamani? Eti bilioni, yani hata akitupa moja eti kwenye zile bilioni 10 akatupa ngapi? B1. Kama ananisikia atupe. Yaani mimi ninawaza kanisa. Baba mmoja mpaka ambe, wewe mchungaji wewe hata kujenga hujajenga, wewe kila eneo unaloliona ni kanisa. Yaani ndio imekaa moyoni mwangu. Moyoni mwangu nawaza kanisa. Nikiona mtu amejenga, nilikuwa naangalia nani alimeona kanisa la Masanja. Mkandamizaji. Mliliona? Ni hivi vizuri anasema kanisa lake lina miaka 6. Lakini wamejenga kanisa zuri la kisasa. Namwambia Mungu, ni lini? Yako sio huyo tu. Yako makanisa yanajengwa. Makanisa mpaka unasema kwa kweli ofisi zimo mule, vyoo vimo mule, parking ipo ya kutosha. Ni nini? Ni watu kukaa wakaweka mipango alafu wakaanza kumwekea Bwana nini jamani? Kumwekea, hebu mwambie mwenzako mwekee Bwana akiba. Weka na wewe akiba yako. Alafu utainuliwa na Bwana. Kuanzia kesho ninaomba watu mwene mfungua account ambao hamna account. Tena wamo wa kuwafungulia yuko da. Si unawafungulia? Hebu simama. Kama unataka CRDB, kama unataka NAB, kama huko, kama ni CRDB huyu hapo. Atakufungulia. Ndiye aliyetufungulia ile lipa kwa pesa. Alafu watu itumiaje? Si wataifunga. Amani simama. Huyu hapo anaitwa wako hapa, mwambie nataka kufungua account. Sawa. Na hela huo unaweka, maana nimesikia ukifungua uweki zile ndio faida ya benki. Sasa unasema niweke wale. Ukiogopa hayo weka. Sawa huo unaweka. Alafu sasa kwani wanadai nyingi basi? Yaani hata kama ni shilingi 2000 si zinaenda nani benki? Wanakutunzia, haina masharti. Lakini wewe utakaa nayo shilingi 1000, unakaa nayo shilingi ngapi mpaka unaingia kwenye majaribu. Unaenda kununua vitu vingine unashangaa kumbe vimepikwa ni pilipili tu. Hela yangu imeharibika. Si wewe nakula. Na hiyo tu nini umetengeneza watu wasema ni tutamu. Unakula ungekuwa umeitunza 1000 yako. Mara umekula mara umekula kuna tunini tumekaangwa hapo. Na hivyo ndio vinatia watu wengine majaribu na kufunga wanashindwa. Haleluya. Kwa wazo lilikuwa wapi jamani? Lilikuwa ndani ya moyo wa Daudi. Naomba niwaambie, msipokuwa na mawazo kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Mimi hata wazee wa kanisa nawaambiaga hivi. Nasema ngoja tena na leo niwaambie na mwingine hayupo hapa. Msipokuwa na mawazo na nyumba ya mchungaji, tutalala njaa, tutashinda njaa na mwisho tutawakimbia. Na nyie washirika, kwani mnashindwa kuleta mchicha tukala? Niwaeleze. Hivi unafikiri sisi tusipokuwa na mawazo na ninyi, si ndio? Tusipokuwa na mawazo na ninyi, tutasimama hapa kuwahudumia? Jumapili inafika mzee, siku hizi vijio unasikia si wapi dhahabu zimepatikana, unakimbilia huko. Mchungaji uko wapi? Na mimi natafuta dhahabu. Kwani mimi sitaki hela? Lakini tumekamatika kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo ninachoeleza, tuiangalie nyumba ya Mungu.
kuanzia kuipamba. Mungu awabariki wapambaji. Kwa kweli, hebu tumpigie makofi Yesu. Majaliwa na Brian unaowaona hapa. Tena muangalie wangelikaa viti vya mbele wasije wakasinzia. Jana nimekuja hapa mimi karibia saa 5. Yaani nyumba ilivyokuwa, wanasema kulikuwa kuna vumbi huko juu ya kutosha. Wewe fikia kuja kufumua hayo mavitambaa alafu wakapamba. Hebu piga makofi kwa ajili yao. Yaani wewe unakuja ibadani, unawahi kukimbia kwenda nyumbani, lakini kuna watu wamelala wanafanya kazi ya Mungu. Unanielewa Na huyu aliyekuwa anauliza swali la utumishi. Hebu Mungu aweke mzigo kwa ajili ya kazi yake. Daudi alikuwa na mzigo. Alikuwa na moyo. Alikuwa na mawazo kuhusu nyumba ya nini? Kwa hiyo tumesema utoaji wa kimungu unaanza kama wazo ndani ya moyo wa mtu. Utoaji wa kimungu, ninaongelea kwa ajili ya kuweka akiba au kumjengea Mungu. Utoaji wa kimungu unaanza kama wazo ndani ya moyo wa mtu. Nyakati 17 mstari wa kwanza hadi wa 11. Nyakati wa kwanza 17 mstari wa kwanza hadi 11. Na Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Samueli wa pili 7 mstari wa kwanza na kuendelea. Hebu tufungue hiyo Samueli wa pili. Ndiyo maana naona imefafanuliwa vizuri. Ni andiko lile na Nyakati. Samueli wa pili. Hebu tusome Samueli wa pili 7 mstari wa kwanza. Nitasoma kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 7 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Niendelee? Ndio. Mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo neno la Bwana likamfikia Nathani kusema, enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema. Endelea. Nimekaa katika hema na maskani. Mahali mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote. Je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli, nikisema, mbona Bwana akamstarehesha Daudi? Alafu wakati anasema hata maadui zake wote walikuwa wamenyamaza kimya. Wazo likamwijia Daudi, mimi ninakaa katika nyumba nzuri yenye mwelezi. Inaonekana mwelezi ni mti ambao inapandwa, inapatikana Lebanoni. Na hii mielezi ina sifa kwamba ni mti ambao hauwezi yani hauozi haraka. Na unaonekana ni mti wenye manukato mazuri. Ni mti wenye gharama, wenye thamani. Kwa hiyo nyumba aliyokuwa amejenga Daudi ni nyumba yenye thamani ya mwelezi. Akasema nakaa katika nyumba nzuri, lakini sanduku la Bwana halikai sehemu inayostahili. Anamwambia nabii Nathani. Hebu jaribu kuona yale maneno ambayo anamwambia nabii. Nabii akamwambiaje? Mfalme, fanya kama uonavyo moyoni mwako. Nabii akaondoka zake akaenda nyumbani. Wakati yuko nyumbani, sijui amelala, sijui amekaa, Bwana akamwambia hivi, sikiliza wazo. Nenda ukamwambie Daudi, kwa kuwa amewaza juu ya kunijengea nyumba. Mimi sijawahi kukaa kwenye nyumba. Sijawahi kuambia waamuzi wanijengee nyumba. Mimi nimezoea kukaa kwenye mahema na nini na makami. Maana ndivyo sanduku lake lilikuwa linapelekwa, wamejenga hayo mahema, anakaa, lile sanduku linakaa.
Lakini kwa kuwa amewaza hilo, nenda umwambie ninaanza kumbariki sasa. Hebu angalia wazo. Ni wazo, alikuwa hajajenga. Unaona mawazo yetu kama yanaweza ikatuinua. Wazo la kumjengea Mungu nyumba. Wazo la kuona kwamba nyumba ya Mungu ilivyo sio sahihi. Wazo la kuona kazi ya Mungu inavyodorora sio sahihi. Mungu unaona anavyotiririka, mpaka anatoa ahadi juu ya kizazi chake. Anaeleza juu ya ufalme wake utakavyokuwa imara. Anaeleza jinsi ambavyo yeye Mungu mwenyewe atashughulika na maadui wanaomtesa Daudi. Najua kuna sehemu tunajihurumia watu wa Mungu, alafu tunakaa kwenye shida. Kule kujihurumia kuna tufanya tukae kwenye shida, tukae kwenye umaskini. Na wengi sisi Waafrika, ukweli Waafrika. Sasa sijui ni kwa sababu imani, na ndio maana unaona watu wengi, alikuwa anahubiri mchungaji sehemu fulani, yaani watu wengi wanaona tuna imani ya wazungu. Hiyo ndio dhana ambayo Waafrika tunayo. Lakini mtu ambaye ni wewe Mwafrika, ambaye amemuelewa Mungu, amemfahamu Mungu, kama Yesu anavyoomba katika Yohana sura ya 17 ule mstari wa 3, anasema uzima wa milele ni huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Mtu ambaye amemjua Mungu, anamjua Mungu ya kwamba ninatoa nitapata. Kama ambavyo unaona Ibrahimu anamleta mzaliwa wake wa kwanza, anamtoa kwa Bwana, anasema hata kama ni kuzimu nitamuona. Huku ni kumjua Mungu, ndugu. Mtu asije akakwambia mimi Mungu namjua sana, lakini ukiongea swala la Bwana anakwepa, anapiga chenga, haumjui Mungu. Ayubu 22 ni 22. Anasema mjue sana Bwana Mungu wako ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujiria. Kumjua. Haleluya. Kufanya nini? Kumjua. Mwambie mwenzako mjue sana Mungu. Daudi alijua. Alafu ni ufunuo. Mungu atupe ufunuo wa kumjua Mungu. Unanielewa mtu wa Mungu? Anayemjua Mungu, hata anapougua kwa mganga wa kienyeji haendi. Hata anapougua itapigwa simu ya kukatisha tamaa. Nakumbuka mimi nimepata ajali, mama anapiga simu anasema kuna mtu wakuja kukuunga, mamangu mdogo. Kuna mtu wakuja kukuunga, wahi haraka uje ungwe mguu wako, hakuone mganga. Nikasema mama, mimi mganga wangu ni Yesu. Kwambia kalia mambo ya urokole, mguu wako uje uoze. Umeshaoza hujaoza? Mbona sikuoza? Nikakaa na wataalamu ambao wamesoma shule, akina mama Ibrahim, wameenda shule, wamejifunza, nikawaamini na wakanisaidia. Haleluya. Wewe unadharau daktari ambaye amekaa chini akajifunza, halafu anakuambia hiki ufanye, hiki usifanye hivi. Nimeshuhudia watu wanatoka hospitalini, wana wagonjwa, wanawapeleka kwa waganga, wanawarudisha wameoza, wengine wanakufa. Nasemea nini? Kumjua Mungu. Hata kwenye shida unasema kama ni kufa naenda kwa baba. Kama ni kufa naenda kwa nani? Lakini siwezi kukubali kuweka madhabahu ya pili ambayo inapingana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alifanya nini? Alimjua. Na baada ya kumjua, utarudi usome, Mungu anamwambia kwa kuwa umenijengea nyumba yako nitailinda, uzao wako utabarikiwa, maadui hawatainuka tena, ufalme wako utastawi. Nathani akarudi tena kumwambia nani? Ibrahim. Kabla, naomba huo unasikiliza wazo, ambayo hiyo ndio sauti ya Mungu, ambayo Kumbukumbu la Torati 28 nasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza na kufanya yale yaliyoelekea mbele zake, ndipo nitakutukuza juu ya mataifa. Halafu anasema na baraka hizo ndio tunazihitaji hizo, kwamba kuna baraka zinanifuatilia. Nimeenda Bukoba nimebarikiwa, nimeenda Dar es Salaam nabarikiwa, nimeenda kijijini nabarikiwa, nimeenda Mwanza nabarikiwa,
Nilikopata kazi naona baraka. Kwa nini? Kuna mkono wa Mungu nyuma. Yaani ukisha waza, mimi ninaheshimu sana mawazo. Na ngoja nikwambie, mimi wakati tunajenga hapa, niliwahi kuambia wakati tunajenga hapa, hatukuwa hivi. Lakini huwezi kuamini, mimi hapa nimebeba udongo hapa. Wazo lilikuja nikamwambia Mabaraka, tunaanza kujenga kanisa. Wakushuhudia hawa. Nikamleta fundi wa kupiga mawe. Hapa yalitoka mawe ya kutosha. Huu msingi unaoona ni mrefu sana. Unatoka chini mpaka huo msingi unao mpaka mawe yalitoka hapa. Tunagonga wenyewe, tunabeba wenyewe. Fundi akaanza kujenga hapo. Wakati tunaanza, Mabaraka anapika chakula, mimi namletea fundi na koroga udongo. Hatuna hela ya kumlipa kibarua. Mchungaji unafanyaje? Yaani lamani iko kichwani mpaka kanisa hili likatokea. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi amini, kutoka kwenye kale kaslope tulikuwa nako katofali za choma za udongo hapa. Watu unajua wakati tunahamia hapa, mtu mmoja akasema, mchungaji, tulikuwa tunawacheka. Mimi nilikuwa nadhani hao watu utawaua huko ndani. Nini? Kajengo kalivyokuwa kameka. Wazo. Ninaamini katika jina la Yesu kwamba Mungu atatuongeza mahali hapa. Na pesa zitakuja. Pesa zitakuja. Pesa zitakuja. Na Bwana atawainua. Na Bwana atawabariki. Hamtakuwa kama mlivyokuwa. Mnapoanza kuwaza kwa Bwana, rudi Samueli wa pili 7. Nenda ukaisome tena we mwenyewe. Nataka nikuambie, hakuna aliyewekeza kwa Bwana akabaki kama alivyo. Hakuna. Utaniambia. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.